tunaishi duniani kwa muda mfupi sana, lakini barzakhi, baada ya kuondoka duniani tutakaa kwa muda mrefu sana. Maana hata hao wa mwanzo, baba yetu Adam na watoto wake, waliishi kwa muda mrefu tu, muda wao wamemaliza, wameondoka kwa kifo, kama ambavyo kila mmoja wetu atapatwa na kifo. Lakini wao wako barzakhi mpaka leo, miaka mingi imepita, hailingani na muda walioishi katika hii dunia, lakini bado kiyama hakijafika, wako barzakhi. Hata sisi wenyewe watu wa sasa, babu zetu, yani wazazi wa wazazi wetu, wamefariki, na ukiangalia tarehe ya kuondoka kwao, muda ambao wamekaa barzakhi ni mrefu kuliko umri utakaoambiwa waliishi juu ya ardhi hii. Kwa hiyo na mimi na wewe tunaishi muda mfupi sana hapa katika ardhi, lakini muda huu mfupi ni muhimu sana kwa kufanyia matayarisho yatakayofaa kwa maisha yako ya baada ya tu ya kuondoka hapa duniani. Shari za huko tunakokwenda baada ya kuondoka duniani zinatokana na makosa tunayoyafanya, na kheri za huko tunakokwenda baada ya kuondoka duniani zinatokana na yale mema tuliyowajibishiwa tutakapoyatekeleza kwa ufanisi wa hali ya juu. Kwa hiyo tumo kwenye siyamu, tujitahidi kufunga kwa vigezo vyote ambavyo sheria inatutaka tufunge, tujizuie na yale yote ambayo sheria haikututaka kujihusisha nayo, na tuwe na bidii katika kufanya mambo ya kheri mbalimbali ambayo yatatupatia thawabu kwa Allah, alafu pia yanakuwa ni msaada kwenye hizo hatua tutakazopita baada ya kuondoka duniani, kama maisha ya kaburini, siku ya kufufuliwa, kwenye uwanja wa mahshari, kabla ya kuanza hisabu. Baada ya hisabu, kama ulifanya vyema, ndo utakuwa umefaulu kuingia kwenye maisha ya fahari ya peponi, na kama ulifanya vibaya hapa, itakuwa umejitafutia mwenyewe tiketi ya kwenda kwenye maisha magumu ya milele yasiyokuwa na mwisho. Tujitahidini ndugu zangu katika imani, tunufaike na muda huu mfupi, na faradhi hizi zitakwenda kuulizwa siku ya Kiyama. Kwa hiyo kila faradhi, kila mwaka ikija Ramadhani ni tofauti na Ramadhani iliyopita. Jitahidi kila fursa inapotokezea kufanya kheri uifanye kwa ufanisi wa hali ya juu, yani kwa ikhlasi, kwa kutaka radhi ya Allah, ili kazi yako unayoifanya iwe na kiwango, thamani yake ikiwa kubwa, na malipo mbele ya mlipaji yatakuwa ni makubwa vile vile. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atunufaishe na matumizi ya wakati kwenye umri wetu huu mfupi, atuwezeshe kufahamu yale yenye manufaa nasi, na atupe uwezo wa kuyatekeleza.